Wahouthi wa nchini Yemen wametangaza kuwa wamefanya operesheni ya kijeshi iliyolenga meli mbili za mafuta za Saudi Arabia zilizotambuliwa kwa majina ya Ensela na Lalia, wakidai kuwa meli hizo zilikiuka vizuizi vya usafiri wa baharini walivyovitangaza dhidi ya Saudi Arabia. Tangazo hilo limeongeza mvutano katika bahari ya Shamu na kuzua hofu mpya kuhusu usalama wa moja njia muhimu zaidi za biashara ya kimataifa pamoja na usafirishaji wa mafuta duniani. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa hii leo Alhamisi Julai 23 mwaka 2026 na msemaji wa kijeshi wa Houthi, operesheni hii ilifanyika baada ya meli hizo kudaiwa kupuuza maonyo yaliyotolewa na kundi hilo kuhusu marufuku ya meli zinazohusishwa na Saudi Arabia kupita katika maeneo ambayo Wahouthi wanasema yako chini ya operesheni zao. Wahouthi wamesema kuwa hatua hiyo ni sehemu ya kampeni yake mpya ya kijeshi inayolenga kuzuia usafirishaji wa mafuta na bidhaa zinazohusishwa na Saudi Arabia kupitia bahari ya Shamu. Kundi hilo lilieleza kuwa limeanza rasmi kutekeleza kile lilichokiita vizuizi vya baharini dhidi ya Saudi Arabia, likisema kuwa kuanzia sasa meli zote zitakazohusishwa na maslahi ya Saudi Arabia zinaweza kulengwa ikiwa zitapuuza maonyo yatakayotolewa. Wahouthi waliongeza kuwa hatua hiyo inalenga kuongeza shinikizo kwa Saudi Arabia kutokana na nafasi yake katika mgogoro unaoendelea Yemen na mivutano mingine ya kikanda. Kwa upande wake, Saudi Arabia ilithibitisha kuwa meli hizo zinazomilikiwa na kampuni ya Saudi zilishambuliwa wakati zikisafiri katika bahari ya Shamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Saudi Arabia, shambulio hilo lilisababisha kuzuka katika sehemu ya mbele ya meli hizo baada ya kupigwa na kile kilichoelezwa kwa shambulio la moja kwa moja. Mamlaka za Saudi zilisema wafanyakazi wote waliokuwa ndani ya meli hizo waliokolewa salama na kuhamishwa kutoka eneo la hatari, huku vikosi vya uokoaji vikifanikiwa kuuzima moto na kuzuia uharibifu mkubwa zaidi. Pia zilieleza kuwa hatua za haraka zilichukuliwa kuhakikisha mafuta yaliyokuwa ndani ya meli hayamwagiki baharini ili kuepusha uchafuzi mkubwa wa mazingira. Chanzo kutoka mamlaka ya usafiri wa taifa ya Saudi ilisema timu maalum zilifanya operesheni za kulinda meli dhidi ya kuzama pamoja na kuhakikisha njia ya usafiri wa baharini inaendelea kuwa salama kwa meli nyingine zinazopita katika eneo hilo. Hadi sasa kuna taarifa rasmi zilizothibitisha kuwepo kwa majeruhi au vifo kutokana na tukio hilo. Shambulio hilo limeibua tahadhari kubwa katika sekta ya usafirishaji wa mafuta duniani kutokana na umuhimu wa bahari ya Shamu katika biashara ya kimataifa. Njia hiyo inaunganisha bahari ya Hindi na bahari ya Mediterranean kupitia mfereji wa Suez, ambapo mamilioni ya mapipa ya mafuta pamoja na maelfu ya makontena ya bidhaa husafirishwa kila siku kuelekea masoko ya Ulaya, Asia na Afrika. Wataalamu wa uchumi na usafirishaji wanaeleza kuwa mashambulizi dhidi ya meli za mafuta yanaweza kuongeza kwa kiasi kikubwa gharama za biashara duniani. Kampuni nyingi za usafirishaji zinaweza kulazimika kulipa ada kubwa zaidi za bima kutokana na hatari ya mashambulizi, huku baadhi ya kampuni zikifikiria kubadili njia za safari na kuzunguka rasi ya Tumaini Jema nchini Afrika Kusini badala ya kutumia bahari ya Shamu na mfereji wa Suez. Hatua hiyo inaweza kuongeza muda wa safari kwa wiki kadhaa pamoja na kuongeza gharama za mafuta na usafirishaji. Aidha, wachambuzi wanaonya kuwa ikiwa mashambulizi kama hayataendelea yanaweza kusababisha usumbufu mkubwa katika mnyororo wa ugavi na bidhaa duniani. Kuchelewa kwa usafirishaji wa mafuta, gesi, chakula na bidhaa nyingine muhimu kunaweza kuongeza bei katika masoko ya kimataifa na kuathiri uchumi wa nchi nyingi zinazotegemea biashara kupitia njia hiyo muhimu ya bahari. Muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia umeonya kuwa utachukua hatua kali dhidi ya vitisho vinavyolenga usalama wa baharini na meli za kiraia. Muungano huo unasema hautaruhusu mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara kuendelea bila kujibiwa, na kusema kuwa uhuru wa usafiri wa baharini ni jambo muhimu kwa usalama wa uchumi wa dunia. Kwa upande mwingine, Wahouthi wameonyesha kuwa hawana mpango wa kusitisha kampeni yao ya baharini, wakisema wataendelea kufuatilia mienendo ya meli zote wanazodai zinahusishwa na Saudi Arabia na kwamba operesheni zaidi zinaweza kufanyika iwapo maonyo hayo yataendelea kupuuzwa.
Kauli hiyo imeongeza hofu kwamba bahari ya Shamu inaweza kushuhudia mashambulizi zaidi katika siku zijazo. Mashambulizi hayo yanakuja wakati Mashariki ya Kati ikiendelea kushuhudia ongezeko kubwa la mvutano wa kijeshi unaohusisha mashambulizi dhidi ya meli za biashara, miundombinu ya nishati, vituo vya kijeshi na malengo mengine ya kimkakati. Hali hiyo imeifanya sekta ya usafirishaji wa kimataifa kuendelea kuwa katika hali ya tahadhari, huku mataifa mbalimbali yakifuatilia kwa karibu maendeleo ya usalama katika njia za bahari zinazobeba sehemu kubwa ya biashara dunia. Wasiwasi kwamba kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya meli za mafuta kunaweza kusababisha mgogoro mkubwa zaidi wa usalama wa baharini na kuathiri uchumi wa dunia. Wataalamu wanaonya kuwa endapo hatua za kidiplomasia hazitachukuliwa haraka kupunguza mvutano huo, usafirishaji wa mafuta, bidhaa muhimu na biashara ya kimataifa unaweza kukumbwa na changamoto kubwa zaidi katika kipindi kijacho. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.